tulikuwa tunakoroga uji, na kipindi hicho sukari tulikuwa tunaisikia tu kwamba kuna sukari. Kwa uji tulikuwa tunakunywa ni uji wa kuweka ukwaju, magadi, chumvi na maziwa. Sisi tulikuwa na kaunafuu kidogo kwa sababu tulikuwa na ng'ombe, tulikuwa tunakunywa maziwa. Lakini kama hakuna maziwa tulikuwa tunakoroga uji. Sasa mimi nilikuwa mjanja kwa sababu uji unakoroga sufuria kubwa, mnalizunguka kama watoto. Kwa hiyo tulikuwa tunawekeana kiapo, atakaye mwaga tu uji atazunguka nyumba mara 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kipindi hicho vijiko hivi vya kuulia, sisi tulikuwa tunalia konokono, maganda nini? Vijiko ndio vilikuwa vijiko vya asili huko kwetu. Kwa sababu tuko jirani na Ziwa Rukwa, kwa vile konokono wale wanapatikana. Kwa hiyo wakisha nani, wanaacha yale magamba. Haleluya. Kuna mahali Bwana anatutoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna mahali Bwana faidi anatutoa. Kwa hiyo ndio vilikuwa ni vijiko. Na tulikuwa tunavikusanya. Kwa maana tumepata vijiko leo. Unakuta mama ndio hivyo anapangulia sufuria vijiko. Vijiko. Kila mahali kuna watu, kila mahali wamekuwa na historia yao. Haleluya. Kila mahali mimi naye niona kijiko hiki cha chuma hiki ambacho tunalia, nimekuja kulia tu baada ya miaka ya kwenye 90 na kitu. Lakini vijiko ilikuwa ni konokono, yale magamba ya konokono. Haleluya. So kuna wengine wanakula konokono. Kuna watu wanakula konokono, wewe unaona ni mdudu. Mungu akamwambia Nuhu, kila kitambaacho kitakuwa ndicho nini? Chakula chenu. Ninakupa kila kinachofanyaje? Ukienda kuna baadhi ya makabila, kila mtu na kabila. Kule kwetu kuna wadudu wanakaa kwenye mti uliooza. Nimekula wale. Lakini wewe unaona nini? Na wewe nikija kwenu kuna chakula ambacho ukila mimi nafanya huyu anakula chakula gani? Kila mtu ana historia yake.